Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026, akina mama kutoka katika chama Chadema wameweza kujitokeza kuadhimisha siku ya leo hii, ila kile ambacho kimeweza kufuatia ni akina mama hao kurushiwa vitoa machozi na maafisa wa polisi ambao wameweza kupewa agizo kutoka katika viongozi wakuu walioko serikalini. Ningependa niweze kukuchezeshea kipande cha video cha halisi, ila mtazamaji wangu, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Siku ambayo tulitarajia kukaa kwa pamoja kuzungumza na kujadili ajenda yetu, sawa? Ndio. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki na usawa, ukitoa umepata. Lakini sisi katika taifa hili tunaona swala la usawa kwetu halipo. Tuna wanawake wenzetu wengi ambao walitarajia kuja hapa Musoma, lakini mnafahamu yaliyotokea barabarani, yaliyowapata, na mpaka sasa hivi wanawake wengi wanaendelea kunyanyasika, sawa? Ndio. Lakini pamoja na yote, niwapongeze sana mlioweza kufika eneo hili. Amina. Amina. Ukumbi wetu ambapo tunakwenda kufanya tukio uko hapa nyuma hapa. Lakini wale ambao mmefanikiwa kwenda, pamezingirwa na maaskari kwa sababu kuna maelekezo kwamba sisi haturuhusiwi kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Lakini kwa kuwa sisi wanawake wa Chadema tumeamua kusimama katika haki, katika kusema kweli, ninyi mkaonyesha mfano wa kufika eneo hili, na baada ya kufanya hivi bado tunaona tumezingirwa. Hakuna uhuru wa kufanya au wa kusimama katika jamii kama mwanamke wa Kitanzania. Ni kwa masikitiko makubwa, siku ya leo ilipaswa iwe ni siku ya kusherekea mafanikio ya mwanamke katika taifa na kujadili changamoto tulizokutana nazo na kukubaliana tuendeje mbele, na hii ipo kimataifa. Lakini Tanzania ambayo ni sehemu ya mwanachama wa UN imekubali na kuonyesha kwamba haisimami katika kutekeleza makubaliano ya kimataifa. Na hii tutume message wazi kwamba Tanzania, mwanamke wa Kitanzania amegawanywa katika makundi, na hivyo kuna kundi ambalo halipaswi kuishi kwenye eneo la Tanzania. Wako wenzetu ambao wameambiwa hawawezi kuvuka mpaka kuja Mara kwa sababu sio wazaliwa wa Mara, wakarudishiwa Bunda. Taifa hili ambalo wanawake wamepambana kuhakikisha wanawake wanasimama katika uongozi. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video na kusikiliza akina mama hao kuzungumza, mtazamaji wangu, kwa kweli vita vya kisiasa ndani ya Tanzania vipo na vinazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani unazidi kutumia nguvu za aina yoyote ile kwa ajili ya kudhibiti baadhi ya wapinzani wanaozidi kutoka katika chama Chadema. Mtazamaji wangu, ni jambo la kusikitisha mno. Uongozi ulioko madarakani unazidi kuzungumzia kufanikisha baadhi ya mambo aliyoweza kuahidi katika uchaguzi ulioweza kupita,
Ila kile tunachozidi kukishuhudia ni kushuhudia viongozi walioko madarakani kunyima watu uhuru, hasa wale ambao wanaozidi kupinga na kukosoa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo kwa mara nyingine linazidi kuleta taswira jinsi gani ambavyo viongozi walioko serikalini kwa njia moja ama nyingine wanahusika kuchelewesha na kuzuia kesi yake Mheshimiwa Lissu kukamilika. Kwani sote tunafahamu kwamba hasira ambazo mamilioni ya Watanzania wako nazo kipindi na wakati ambapo kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kutoka na kujumuika nao, basi moja kwa moja idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wataweza kuwa nyuma ya kile ambacho Mheshimiwa Tundu Lissu atakuwa akiomba kiweze kufanyika, tofauti kabisa na jinsi ambavyo uongozi ulioko madarakani unatarajia na kuamini kwamba kwa kutumia nguvu kupita kiasi wataweza kusababisha mamilioni ya Watanzania waweze kukubali uongozi wao. Na ndipo ambapo, mtazamaji wangu, siku zote inazidi kubainika kwamba viongozi huteuliwa na Mungu na sio kujiteua wao. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kwa kile ambacho tumeweza kukishuhudia kwa akina mama hao. Na mtazamaji wangu, hali hiyo iliweza kuwa katika ground na pia katika mitandao ya kijamii. Watanzania wengi hawajaweza kukubaliana na vitendo hivyo vya kusikitisha na vya kukera ambavyo vimeweza kufanywa na uongozi ulioko madarakani. Watanzania wengi nao wameweza kulazimika kutoa maoni yao katika mitandao ya kijamii, na wengi wao hawajaweza kukubaliana na kitendo hicho, bali wameweza kulaani na kukosoa swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi. Na mtazamaji wangu, hii hapa kwa mara nyingine inazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo hali iliyoko. Kwa yoyote yule ambaye ataweza kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani, mwisho siku huenda akatoweka ama hata kukamatwa kupitia amri za viongozi walioko madarakani. Hivyo basi, mtazamaji wangu, uongozi wa namna hii ni uongozi unaozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo viongozi walioko madarakani wanazidi kujali maslahi yao binafsi na sio kujali kile ambacho mwananchi nchini Tanzania angependa kiweze kufanyiwa marekebisho ama kiweze kufanywa, jambo ambalo litazidi kusaidia taifa kusonga mbele na sio mifuko ya kibinafsi ya viongozi walioko madarakani. Mtazamaji wangu, hii hapa kwa mara nyingine ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo uhuru kwa vyombo vya habari na uhuru wa kujiwasilisha haupo chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi bado lipo, na kwa mara nyingine linazidi kuathiri idadi kubwa ya watu wanaozidi kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kwa kweli akina mama hao kurushiwa vitoa machozi. Mtazamaji wangu, sio jambo la kufurahisha kamwe, kwani akina mama hao lazima wataweza kupitia kipindi kigumu baada ya kuvuta hewa ama kupatwa na vitoa machozi hivyo ambavyo vimekuwa vikirushwa na maafisa wa polisi. Kwa mara nyingine, mtazamaji wangu, hii haizidi kusababisha mamilioni ya Watanzania kuamini uongozi ulioko madarakani, bali hali hiyo na picha hiyo ambayo imeweza kufanywa kwa akina mama hao inazidi kusababisha mamilioni ya Watanzania kuendelea kuchukia na kutokuwa na imani na uongozi ulioko madarakani, jambo ambalo huenda uongozi huo ulioko madarakani kuja kuwa na mwisho mbaya. Sote tunafahamu kwamba siku zote haki itaweza kupatikana hata kama itaweza kuchelewa. Uongozi huo ulioko madarakani, kuna siku na kipindi ambapo wote wanaozidi kupitia changamoto chini ya uongozi huo na kipindi kigumu, basi mwisho siku, iwapo makubaliano yao ama iwapo yale wanayozidi kupendekeza yataweza kuja kufanyika, mwisho siku uongozi ulioko madarakani utaweza kupoteza, na wao wanaozidi kupitia kipindi kigumu hivi sasa ndio watakaokuwa washindi. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Je, kilichoweza kukumba kina mama hao ni jambo sahihi ama sio sahihi? Muhimu kabisa uweze kusubscribe na kulike video zetu. Bye bye until the next video.